Mwongozo wa kujifunza Biblia, ikiwa ni Mei 18, siku ya Jumatatu. Mada leo inasema Yesu anaiona imani yetu. Linganisha jinsi Yesu alivyoielezea imani ya wanafunzi wake katika Marko sura ile ya 4 aya 40 na imani ya mwanamke katika Mathayo 15 aya ya 21 na hadi 28. Kwa vile tu tunajiita wafuasi wa Yesu, haimaanishi kuwa hiyo inaifanya imani yetu kuwa imara. Kwa kweli, kuna watu walidai kuamini, lakini Yesu alitambua kile halisi kilichokuwa mioyoni mwao. Yohana Mtakatifu sura ya 2 ya 23 hadi 25. Soma Luka Mtakatifu sura ile ya 7 ya 1 hadi ya 10. Tunajifunza nini juu ya imani kutokana na maelezo haya? Katika Marko sura ile ya 9, tunasoma habari za mtu aliyekuja kwa Yesu ili kwamba Yesu amtoe mwanawe pepo. Lakini aliweza tu kuitia ujasiri wa kutosha imani yake na kusema, naamini, nisaidie kuto kuamini kwangu. Marko 9 aya 24. Katika kila moja ya mazungumzo haya, Yesu aliona imani ya watu au kupungua kwake na kufanya miujiza kama matokeo ya imani hiyo au kwa ajili ya kuiimarisha. Ingawa Roho Mtakatifu hutuhimiza kuamini, adui wa roho anatutaka tuwe na mashaka na kuondolea mbali uhusika wa Mungu katika maisha yetu. Hali ya kutokuamini inayoonyeshwa ndani ya roho ina nguvu ya ushawishi. Mbegu za mashaka ambazo wamekuwa wakizipanda zinaleta mazao yake, lakini imewapasa kuendelea kung'oa kila mzizi wa kutokuamini. Wakati mimea hii yenye sumu inapong'olewa, inakoma kukua kwa uhitaji wa virutubishi kwa maneno na matendo. Roho inapaswa kuwa na mimea ya thamani ya imani na upendo iliyopandwa katika udongo wa moyo na kutawazwa hapo. Ellen G. White, Faith and the Works, ukurasa wa 17. Tunapokuwa na mashaka juu ya Mungu, tabia yake au neno lake, tufanyeje? Mungu hapuuzii au kuepuka mantiki ya mwanadamu. Kwa kuwa alituumba kwa sura yake na anatualika kuzungumza naye kama alivyofanya na Ibrahim, Musa na Ayubu. Mungu anatualika kujifunza kufanya kazi ndani ya mifumo yake mikubwa isiyo na kikomo ya busara, hata kama mahali fulani inatupasa kujisalimisha kwa kile tusichokielewa kikamilifu. Fikiria juu ya sababu zote za kimantiki ulizo nazo kwa ajili ya imani. Na wakati huo huo, ni wakati gani mantiki inakoma na imani iliyothabiti inayoeleweka inahitajika kutumika? Hii ni Mei 18, siku ya Jumatatu, tukiangazia mada ndogo inayosema Yesu anaiona imani yetu. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Mungu atubariki sote na nikutakie tafakari njema na kazi njema.